Kwa nini wabunge wameanza kuondoa baadhi ya vipengele vya mswada wa fedha wa mwaka 2026? Je, ni hofu ya maandamano ya Gen Z au wamegundua kuwa wananchi wamechoka na mzigo wa kodi? Na ni miswada gani bado imebaki yenye inaweza kuibua hasira mpya? Leo tutachambua kila kitu kwa kina. Karibu tena kwenye Mr. Zack. Kama ni mara yako ya kwanza kufika hapa, bonyeza subscribe, like na share ili uendelee kupata uchambuzi wa kina kuhusu siasa, uchumi na masuala yanayoathiri maisha ya kila Mkenya. Leo tunaangalia bajeti ya mwaka 2026, mjadala ambao tayari umeanza kuzua maswali mengi kuliko majibu. Niite Nyambunde Zack. Kwanza tunafaa kujua ni kwa nini wabunge wanaonekana kuogopa Gen Z. Sababu ya kwanza ni historia. Mwaka uliopita Kenya ilishuhudia maandamano makubwa yaliyoongozwa na vijana kupitia mitandao ya kijamii. Kilichoonekana kama mjadala wa kawaida wa kodi kiligeuka kuwa mjadala wa kitaifa kuhusu uwajibikaji wa viongozi na matumizi ya fedha za umma. Tangu wakati huo, viongozi wengi wamegundua kuwa kizazi hiki kina uwezo mkubwa wa kuhamasisha kwa muda mfupi na kushinikiza mabadiliko. Sababu ya pili ni hali ya uchumi. Wananchi wengi tayari wanakabiliwa na gharama kubwa ya maisha. Bei ya chakula, usafiri na huduma mbalimbali zimekuwa changamoto kwa familia nyingi. Kodi yoyote mpya inaweza kuongeza mzigo huo na kusababisha malalamiko makubwa. Sababu ya tatu, wabunge wengi wanajua kuwa uchaguzi mkuu unaokaribia katika miaka ijayo, maamuzi yanayoweza kuonekana kuwa yanaumiza wananchi yanaweza kuathiri kisiasa. Hebu tuone miswada yenye utata. Ingawa baadhi ya mapendekezo yameondolewa, bado kuna maeneo yanayoendelea kujadiliwa. Kwanza, ushuru kwenye uchumi wa kidijitali. Serikali inalenga kuongeza ukusanyaji wa mapato kutoka biashara zinazofanyika mitandaoni. Hii inaweza kuwagusa YouTubers, TikTokers, creators, freelancers, wauzaji wa bidhaa kupitia mitandao, wafanyabiashara wa huduma za kidijitali. Wapo wanaosema hatua hii italeta usawa wa kodi, lakini wengine wanaona inaweza kupunguza fursa za ajira kwa vijana. Pili, mabadiliko kwenye VAT. Baadhi ya bidhaa zimependekezwa kupewa misamaha ya kodi ili kupunguza gharama kwa wananchi na kuhamasisha matumizi ya teknolojia na nishati safi. Lakini wakosoaji wanasema bado kuna bidhaa na huduma ambazo zinaweza kubaki ghali kutokana na mfumo wa kodi uliopo. Tatu, kodi kwa sekta mpya za uchumi. Serikali inaendelea kutafuta njia mpya za kuongeza mapato bila kuongeza mzigo mkubwa kwa walipa kodi wa kawaida. Hii ndiyo sababu sekta za kidijitali, huduma za mtandaoni na baadhi ya biashara mpya zinaendelea kuangaliwa kwa karibu. Kwa maoni yangu, jambo kubwa ambalo viongozi wanapaswa kuelewa ni kwamba wananchi wa leo hawapingi kodi kwa sababu wanachukia serikali. Wanataka kuona kodi wanazolipa zikitumika kwa uwazi na kuleta huduma bora. Ikiwa serikali itaonyesha matumizi mazuri ya fedha za umma, wananchi wengi wanaweza kuwa tayari kuchangia maendeleo. Lakini ikiwa tutakuwa na hisia kwamba kodi zinazoongezwa huku matumizi yakiwa hayana uwazi, upinzani unaweza kuendelea. Pia naamini Gen Z imebadili siasa za Kenya. Ni kizazi kinachopata taarifa haraka, kinajadili masuala kupitia mitandao ya kijamii na kina uwezo wa kushawishi maoni ya umma kwa muda mfupi. Ni nini kinaweza kutokea baadaye? Kuna uwezekano wa mambo matatu. Kwanza, serikali inaweza kuendelea kuondoa vipengele vinavyoonekana kuwa na utata ili kupunguza mvutano. Pili, wabunge wanaweza kufanya marekebisho zaidi baada ya kusikiliza maoni ya wananchi kabla ya kupitisha mswada. Tatu, ikiwa wananchi hawataridhishwa na maamuzi ya mwisho, mjadala mkali wa kisiasa na shinikizo kupitia njia za kikatiba unaweza kuendelea. Mwisho kabisa, bajeti si namba pekee. Inaamua gharama ya maisha, fursa za ajira,
uwekezaji na maendeleo ya nchi. Ndiyo maana kila Mkenya anapaswa kuelewa kinachopendekezwa kabla ya maamuzi ya mwisho kufanyika. Wewe una maoni gani? Je, unaamini wabunge kweli wamewasikiliza wananchi au ni mikakati ya kupunguza presha kutoka kwa Gen Z? Andika maoni yako hapo chini. Usisahau kulike, kusubscribe na kushare video hii ili watu wengi zaidi wapate uchambuzi huu. Mimi ni Nyapunde Zack na hii ni Mr. Zack. Tukutane kwenye uchambuzi mwingine wa kina. Asante.